tangu tulipoanza mfumo wa vyama vingi ndani ya CCM tumejiwekea utaratibu kuwa rais wetu aliyopo madarakani anapomaliza kipindi cha kwanza na akataka kipindi cha pili, huwa anapewa nafasi peke yake. Ndivyo ilivyokuwa kwa Rais Mkapa, ndivyo ilivyokuwa kwangu, na ndivyo ilivyokuwa kwa Rais Magufuli. Kwa nini leo kuwe na kelele la kutaka iwe tofauti kwa Rais Samia? Sababu yake nini? Mbona haya hatujayasikia kwa Mkapa, hatujayasikia kwa Kikwete, wala hatujayasikia kwa Magufuli? Na kinachonishangaza mimi, wale ambao wanasema sana kwa na kimbelembele, wao wenyewe walikuwepo wakati wa Mkapa, walikuwepo wakati wangu, lakini leo wanataka kuwatia wana CCM na Watanzania jakamoyo kwa jambo ambalo ni halipo. Chama kimeshajiwekea utaratibu wake, na mimi ni utaratibu mzuri, utaratibu huo uendelee na kuheshimiwa. Lakini mimi naamini mwangwi wa Samia miaka mitano tena umeletwa na watu baada ya kuridhika na kazi nzuri ulioifanya Mheshimiwa Rais, ulioifanya katika miaka mitano au minne na ushei ya uongozi wa nchi yetu. Kama tunavyokumbuka, ilikuwa tarehe 19 Machi Mheshimiwa Rais Samia alipoapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipokea uongozi katika wakati na mazingira magumu ya kupoteza rais aliyekuwa madarakani kufuata kifo cha Rais John Pombe Joseph Magufuli. Ni mara ya kwanza nchi kukutwa na tatizo la namna ile. Kulikuwa na mashaka makubwa kwamba yatakuwaje, mambo yatakuwaje, na maswali makubwa yalikuwa hivi, huyu mama kweli ataweza kuongoza nchi hii? Nadhani Mheshimiwa Rais ulisikia maneno hayo, na ndio maana ukasema huyu aliyesimama hapa ni rais ambaye ni mwanamke. Rais, ulikuwa unatutoa hofu na kutaka Watanzania tutambue kuwa rais ni taasisi ambayo haina jinsia, inaongozwa kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni, na ulithibitisha kuwa unayajua hayo na kwamba uko tayari kuyatimiza. Leo miaka mitano baadaye umetuthibitishia pasi na shaka yoyote kuwa umeamudu vyema mamlaka na madaraka ya rais wa Jamhuri wa Muungano na Amiri Jeshi Mkuu. Hongera sana. Kwa ujasiri na ustahimilivu mkubwa, Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kulivusha taifa katika kipindi hicho kigumu na mashaka. Nchi imeendelea kuwa na amani, imeendelea kuwa tulivu, ina umoja, mshikamano na maendeleo yanaonekana. Asiye na macho haambiwi tazama, na mwenye masikio haambiwi sikia. Labda tu kama ana roho ya korosho